Picha inaanza ikituonyesha mabinti wawili wakiwa wanatembea barabarani. Ama hakika ukiangalia vizuri hawa mabinti walikuwa ni mabinti walembo. Ni walembo kweli kweli. Basi walikuwa wanatembea barabarani huku wakiwa wanaendelea kuongea maneno ya hapa na pale. Basi huyu binti mmoja alikuwa anatoa simu yake mfukoni, ilikuwa inaita, kuna mtu ambaye alimpigia. Basi akawa anatoa simu yake mfukoni kwenye kimkoba chake. Basi wakati akiwa anatoa ile simu yake kwenye mkoba, pesa na vitambulisho vyake vilidondoka pale. Basi huku nyuma tunamuona kijana ambaye alikuwa anafanya mazoezi yake, alikuwa anafanya mazoezi naye alikuwa anapita katika njia hiyo hiyo ambayo ulikuwa wanapita hawa wanadada. Basi huyu kijana aliona zile pesa ambazo huyu binti alizitupa, akawa ameziokota. Baada ya kuziokota moja kwa moja aliwakimbilia ili aweze kuwapa pesa zao na vitambulisho. Ndipo alipowagusa akasema, habari yenu mabinti. Huyu mmoja akasema, vipi tena wewe? Hivi wewe ulivyoona sisi tumekaa vizuri, mabinti weupe wako barabarani wanatembea, unafikiri kila mwanamke unaweza kumuita? Hebu niangalie vizuri. Niangalie vizuri kama wewe una hazi ya kuniita mimi. Yaani unaona mabinti wametoka nyumbani wamejilemba, mabinti weupe wazuri wazuri, unakuja kuwaita tu kiholela holela. Jamani, mkosi wa leo sijui mimi nitautoa na nini. Hebu mwangalie huyu kijana bwana. Mwangalie huyu kijana alivyo. Yaani ametoka huko, amejiweka sawa, tundevu twake. Anafikiri kwamba kila mwanamke anayetembea barabarani ni wa kuita tu hivi hivi tu. Hebu wewe, au umekosea njiani nimekuleta mpaka hapa kwetu? Alikuwa anaongea sana huyu. Hebu niambie, mbona hauongei? Mbona hauongei chochote? Hebu muangalie. Yaani hapo anajiona yuko vizuri, anaweza kawaita mabinti walembo wazuri. Yoyote unayemuona, unafikiri unaweza kumuita yote tu unayemuona, unapita tu na kwa kujiamini. Huyu bidada ama hakika alikuwa anaongea sana. Basi huyu binti aliyekuwa naye mwingine akamwambia, vipi mbona unaongea sana na wakati huyu kijana anaonekana kabisa ni kijana anayejiheshimu? Basi ndipo alipompa hela zake, kwa sababu alikuwa ameangalia kitambulisho akajua kabisa kwamba hizi hela zitakuwa ni za huyu. Akazikwapua. Akasema, hebu muangalie, kumbe alikuwa ametuibia bana. Alikuwa ameiba pesa zetu. Akasema, leta na zingine. Leta na hela nyingine iko humo mfukoni nipe. Aisee, wote wakaanza kumtupia maneno ya ajabu sana. Hebu jiangalie na tundevu twako uto. Huyu mwingine anasema kwamba kuna pesa zingine nilikuwa sina hizi, nilikuwa na pesa nyingine. Hebu leta pesa zote ulizokuwa umechukua. Umezichukuaje kwenye mkoba wangu? Umetumia uchawi? Jamani, nyie mabinti mkoje? Yaani mtu anaokota pesa na waletea mlikuwa mmezitupa, lakini sasa mnaanza kuongea maneno ya shombo kiasi hicho. Wewe usije ukafikiri kwamba sisi ni wajinga. Sisi ni watu ambao tunajielewa. Hebu muangalie. Unafikiri kila binti mzuri ni wa kuitwa tu? Unafikiri kila mwanamke ni wa kutongoza tu kama unavyojisikia? Hello. Ukuta hata watu tuungua ametuwazima. Ondoka. Lione. Enda huko. Bara we. Hutu binti wapenzi watazamaji, ama hakika maneno yao yalikuwa ni ya shombo. Basi waliendelea na safari baada ya kijana kuondoka zake nyumbani. Tuendelee na picha yetu mpenzi mtazamaji. Ni picha nzuri sana, ina mambo mengi ya kujifunza. Basi kijana tunamwona akiwa ameshafika nyumbani hapa. Alikuwa anabadilisha nguo zake, lakini anaonekana alikuwa na mawazo mengi. Ama hakika siku ya leo ilikuwa imekaa kishingo upande. Ndipo alipokuja mke wake akamwita, baby, kipenzi changu huko, kumbe umesharudi kutoka kwenye mazoezi.
Akasema mpenzi wangu, mke wangu, ama hakika hujui kilichonipata mimi. Hujui kilichonikuta jamani. Akasogea ili aweze kumsikiza. Umekuaje? Akasema I say ni changamoto. Vipi tena? Umekuaje? Umekuaje? Ni kitu gani kilichokupata Akasema nilikuwa huko barabarani napiga mazoezi, nafanya zangu mazoezi nikiwa narudi huko nyumbani. Nikakutana na mabinti, nikawakotea hela walizokuwa wametupa, nikawapa. Lakini sasa wakaanza kunitulia maneno ya ajabu. Wakasema eti nilikuwa nataka niwashike kiunoni. Mke wake akaanza kucheka. Akasema haya mama, mbona yanachekesha? Haya mama, mbona yanachekesha? Vipi? Wewe unawakotea hela alafu unasema kwamba unaanza kuwashika kiunoni? Angalia, unataka kuniambia kwamba hayo maneno niliyokuambia yanachekesha? Inakuaje sasa mtu unamuokotea hela alafu anasema kwamba ulikuwa unataka kumshika kiunoni? Angalia kipenzi changu, wanawake wa huku watakupiga. Hawataki basi. Kaa kimya. Kaa kimya. Naomba uendelee na mambo yako. Ukae kimya kabisa. Mimi nimekwambia kwamba nimeokotea hela zao. Wewe unasema eti nilikuwa nawashika kwa. Mambo gani hayo unayoongea mke wangu? Basi kipenzi changu. Ina maana na mimi unataka kunichanganya? Unataka kunichanganya na wale sasa? Basi bwana. Basi kipenzi changu, nilikuwa nakutania. Sema nini? Yani ningewajua. Yani ningewachapa balaa. Ningewachapa. Basi mke wake moja kwa moja alianza kumtania. Akasema ningewajua, ningewachapa. Basi ndipo alipomwaga kwamba anaelekea kazini. Aliagana na mke wake moja kwa moja, akawa anaelekea kazini. Katika pilika za hapa na pale kupambana moja kwa moja, huku tunaona wadada wale ambao tuliwaona barabarani wakiwa wanazozana na yule kijana, walikuwa wanatia timu moja kwa moja huku ofisini. Yani ninakwambia haka kijana haka, yani kusema kweli kamenichanganya kweli kweli. Sijui watu wengine wakoje. Basi moja kwa moja manager ndipo alipokuwa anatia timu pale, akasema aliyekuja akiwa kwanza aje tumfanyie interview. Manager huyu hapa, manager wa kampuni alikuwa anawaita moja kwa moja ili waende kufanyiwa interview. Hapa ndipo tunapojua kwamba kumbe walikuwa wanakuja kutafuta kazi, walikuwa wanakuja kufanyiwa interview ya kazi. Basi moja kwa moja huyu mmoja ndipo alipotangulia kwanza akafanyiwa interview, huyu mwingine akabaki akiwa anasubiri huyu atoke ili yeye aweze kwenda kufanyiwa interview. Moja kwa moja huyu mmoja aliingia moja kwa moja kwenye chumba cha interview ili aweze kufanyiwa interview. Basi ulikuwa ni wakati wa maswali ya hapa na pale ili waweze kutambuana, kujuana. Akamuuliza unaitwa nani? Akasema anaitwa Alisi. Alisi. Sasa Alisi, kama ukipata hii kazi itakuwa ni mara ya kwanza kuifanya au labda ulishawahi kufanya kazi kama hii sehemu nyingine labda? Alisa akafikiria akasema kusema kweli sijawahi kufanya kazi kama hii. Huko sehemu nyingine nilikuwa nafanya kazi tofauti tofauti. Nishawahi kufanya kazi tofauti tofauti, lakini kusema kweli zilikuwa hazifanani na hii. Ndio, nishawahi kufanya kazi lakini sio kama hii. Kwa kifupi ndio hivyo. Aha. Okay, nimekuelewa. Sasa ulivyoiangalia umeona utaiweza? Labda kuna changamoto yoyote ili tuweze kukusaidia kuitatua hiyo changamoto? Ali akacheka akasema kusema ukweli nimeangalia matangazo na kusema ukweli yamejieleza. Kwa nilivyoangalia nimesoma nikajua kabisa na nikajiamini kwamba endapo kama nitaipata hii kazi nitaiweza. Kusema kweli matangazo yanajieleza. Aha. Okay. Sasa bila kupoteza muda basi ngoja nikuelezee jinsi kampuni yetu inavyofanya kazi. Kusema kweli hii kampuni yetu
inashughulika na kuwatafutia wafanyabiashara wa ndani na nje ya nchi masoko. Yaani kama kuna mfanyabiashara wa ndani anataka kutafutiwa soko nje, sisi tunahusika na kumtafutia soko huko nje na kumkutanisha na wateja ili aweze kufanya biashara yake vizuri. Na kama kuna mfanyabiashara wa nje ya nchi ambaye anataka kufanya biashara yake hapa nchini, sisi tunamsaidia kumtafutia soko na kumkutanisha na wateja. Kwa sisi tunawasaidia wafanyabiashara wa nje na ndani ya nchi ili kuweza kuwatafutia masoko. Kwa sisi tunapokea biashara na kusafisha biashara. Na imani hapo jinsi nilivyoelezea utakuwa umenielewa na kazi utakuwa unaiweza, si ndio? Akasema ndio. Kusema kweli nimekuelewa na kampuni yenu inafanya kazi vizuri kusema kweli. Nimetuma CV yangu kwenye email, iangalie uone kama ninafaa kufanya kazi kwenye kampuni yenu. Ulisema unaitwa nani vile? Naitwa Alice. Tukirudi huku nje tunamkuta binti anacheka kweli kweli. Alipomwona huyu kijana anaingia ndani, moja kwa moja alimchangamkia. Akasema hebu simama. Simama. Akamwambia hivi wewe unanitafuta nini? Akasema nakutafutia nini uone ulichokifanya? Uelewi? Yaani wewe unakuja hapa haufuati utaratibu. Huyu alikuwa amekaa hapa. Alafu na mimi nilikuwa nimekaa hapa. Na wewe ulitakiwa uje ukae hapa usubiri mstari. Sasa wewe bado unatufuatilia tu. Yaani hata mabinti wazuri walipoingia na wewe ndipo unapoingia. Unafikiri kila binti mzuri unaweza ukamfuatilia ukampata basi? Wewe vipi bwana? Yaani wewe shida yako ni mabinti warembo wazuri. Yaani fuata utaratibu bwana. Sisi tumepanga mstari hapa, tumekuja kufanyia interview na wewe unatakiwa ufanye hivyo kama sisi tulivyofanya. Basi huko ndani moja kwa moja alikuwa anaangalia CV yake Alice. Akamwambia yaani wewe unaonekana kama ni mdogo, lakini kumbe ulianza kufanya kazi 2018? Akasema ndio. Kusema kweli mimi ni mtu mzima. Alikuwa anaonekana kwamba ana umri mdogo, lakini kumbe alishaanza kufanya kazi muda mrefu. Huyu manager alishangaa. Akaangalia akasema unapajua mpaka kule kwenye soko lile kubwa? Akasema hata sasa hivi unaweza ukajipeleka? Akasema ndio. Akasema sasa wewe unaonekana yani uko vizuri kwa kila yengo. Mimi nikafikiri upajui, kumbe hata baadhi ya masoko yetu najua. Akasema hapa nikiangalia naona kuna tatizo kidogo. Kuna nafasi umeiacha wazi hapa hujaijaza. Nikiangalia hapa kuna nafasi umeiacha wazi au hujaijaza. Kuna swali moja hujalijibu. Kwa hiyo unaweza kaenda ukarekebisha hii, alafu ukaleta ili tuweze kuona ni kitu gani cha kufanya hapa. Akasema ni hicho tu. Nilivyoangalia siwezi nikaenda kubadilisha afu nikawaletea leo. Kusema kweli sasa hivi muda umeisha, tunakaribia kufunga. Kwa hiyo wewe jitahidi kesho uweze kurekebisha haka tu. Uko vizuri. Nilivyoangalia kusema kweli kila lengo uko vizuri. Ni haka tu. Nenda ujaze maelezo, kesho urudi. Maana kwa sasa muda naona umeisha, tunakaribia kufunga. Kwa hiyo wewe jitahidi kesho urekebishe hako ka tatizo. Urekebishe tu hako kasoro uweze kurudisha tuweze moja kwa moja kupitisha. Kwa hiyo ni hivyo tu. Kusema kweli nilivyoangalia uko vizuri. Kwa hiyo fanya hivyo. Nenda karekebisha hapo ulete. Na nakushauri kitu ambacho naweza nikakushauri, angalia usije ukapoteza bahati. Akasema hapana. Kusema kweli kazi naihitaji. Kwa hiyo nitaenda kurekebisha ili niweze kuleta. Jitahidi sana. Usije ukasahau. Anyway, basi asante sana. Nenda umuite mwenzako aje ili na yeye tuweze kumoji. Kwa hiyo nakwambia na kukusisitizia usije ukaacha kuleta kesho, sawa? Akasema ndio. Asante sana. Kesho nakuja. Weka akilini hiyo. Basi moja kwa moja
Ndipo walipomaliza kuongea. Huku nje bana, haka kabinti moja kwa moja kalikuwa kanamkalia kooni huyu kijana. Akamwambia, wewe kila sehemu tunapoelekea unatofuata tu. Kule barabarani umetofuata. Unajua umenifika hapa kusema kweli. Umenifika hapa kwenye Kurumeo. Wakati huo binti ambaye alikuwa anatoka kuojiwa, Alice, alikuwa anafika pale. Akakuta bado wanazozana huku. Wewe. Unakuja ukiwa unajiamini kabisa. Unafikiri kila mtu anaweza akamshika mkono. Akamwambia, wewe vipi? Yale maneno uliyomwambia kule barabarani yanatosha. Akamwambia, kwa na wewe umekuja kumtetea, si ndio? Afu wewe hujui alichokifanya. Unajua amekujaje hapa? Kumbuka tulikuwa tumepanga mstari kwamba utoke wewe, alafu na mimi niingie. Sasa na yeye amekuja kuomba kazi hapa, anataka kuniacha hapa, yana ameniruka. Anakuja na ingia huku ndani kichwa. Yeye kama nani? Anatakiwa pange mstari kama sisi. Mdogo wangu. Ongea machache. Unatakiwa jiheshimu. Mimi nijiheshimu? Umwambie huyu ndo anatakiwa jiheshimu, sio mimi. Hapana, nenda ndani huku. Meneja anakuita, amesema kwamba muda umeisha. Wanakaribia kufunga kampuni hii. Kwa hiyo nenda kaujiwe uwai, meneja na wai. Akasema, dada, niache kwanza nimsomee huyu mtu. Niache kwanza nimpashe. Kwa sababu mambo aliyoyafanya, yani mimi sijamuelewa kabisa. Sikia, sina kuacha hapo ukiwa na yeye. Haya, atakaa hapo, ataanza kukushikashika popote pale anapohitaji kukushika. Sasa sikiza nikwambie kitu. Hatujawahi kuja kuomba chumvi kwenu na hujawahi kutulisha. Nakwambia ukweli. Hebu muangalie. Amejishika mfukoni, utafikiri ni tajiri. Wewe ni maskini kama maskini wengine tu. Wewe hamna kitu. Nakuelekeza. Ndio. Na unatakiwa tuangalie kama unavyotuangalia. Sisi hatujawahi kuja kuomba chakula kwenu. Nakwambia na huna cha kunifanya wewe. I say, binti alivyomaliza kuongea aliyoyaongea, aliingia ndani. Huyu Alice alijishusha moja kwa moja. Akakosa la kusema. Akamwangalia. Kusema kweli kijana alikuwa hana maneno mengi. Akamwambia, kusema kweli naomba utusamehe. Utusamehe kwa yale yote yaliyotokea. Huku ndani moja kwa moja binti alikuwa anatia timu. Akaja hapa. Meneja akamuuliza, vipi, mbona umechelewa, kulikoni? Yaani nakwambia kuna kijana huku ametuchanganya tena. Yaani ametuvuruga kweli. Amekuchanganya kivipi? Nakwambia kuna kijana nahisi naye mwenyewe amekuja kuomba kazi kama sisi tulivyokuja. Lakini sasa nashangaa napitiliza moja kwa moja mpaka huko kwenye chumba cha mahojiano. Na kati mimi ndo nimetangulia kuja, nimemwambia fuata utaratibu, lakini anakuja na anafanya na anavyojisikia yeye mwenyewe. Akamwambia basi achana na hayo. Hebu tufanye kilichotuleta hapa. Wewe umekuja kuomba kazi hapa kwenye kampuni yetu. Unaitwa nani, jina lako? Akasema mimi naitwa Peace. Peace? Ndio. Sasa Peace, ni nani aliyekuambia kwamba sisi tunataka wafanya kazi kwenye kampuni yetu hii? Akasema nimemaliza muda mwingi sana nikiwa nawafuatilia kwenye website yenu. Nilikuwa naona matangazo yenu kwamba mnahitaji wafanya kazi. Na ndio maana sasa nimeamua kuja hapa ili niweze kuomba kazi kwenye kampuni yenu hii. Ndio, muda mrefu sana nawafuatilia kwenye website yenu. Kwa hiyo nikasema ngoja nije kuomba kazi baada ya kusoma vinavyohitajika. Akamwambia okay. Sasa PC, ulishawahi kufanya kazi kama hii hapa au ni mara ya kwanza kufanya kazi? Yaani inamaanisha kwamba ulishawahi kufanya kazi kama hii kwenye kampuni nyingine au itakuwa ni mara ya kwanza kufanya kazi hii hapa? Akasema kusema ukweli nishawahi kufanya kazi kwenye kampuni mbili. Sasa PC, tukikupa kazi kwenye kampuni yetu hii tukakuajiri, utaisaidiaje hii kampuni ili iweze kusonga mbele kampuni hii? Akamwambia cha kwanza kabisa mimi nitaongea vizuri na wateja watakaokuwa wanakuja kwenye kampuni hii. Kusema ukweli nitaongea nao vizuri. Nitasaidia hela za kampuni zitakazokuwa zinaingia humu niweze kuzimanage vizuri ili faida iwe nyingi kwenye kampuni yetu,
tuweze kuwa na wateja wengi na kampuni yetu iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Kusema kweli nitakuwa na nidhamu nzuri ili niweze kuwavutia wateja wetu waweze kuipenda sana kampuni, iwe ni rahisi sana kupata wateja wengi wa kufanya kazi na sisi kwa urahisi. Kwa nitajitahidi sana ili kampuni yetu iweze kuwa na mvuto, movement kubwa sana. Akasema bila shaka kwa maelezo yako inaonekana tayari ulishawahi kufanya kazi za marketing. Wewe ni professional kwenye marketing Akamwambia ndio. Wow. Sema kweli uko vizuri. Huku nje binti moja kwa moja anaongea na huyu kijana. Akamwambia vipi mdogo wako huyu, vipi ukoje huyo? Mimi pale nje nimewakotea pesa zenu nikawaletea. Lakini baada ya kuwapa mmeanza kunitukana. Hivi nimefanya vibaya kweli kwa kukotea zile pesa? Akasema kusema kweli umefanya jambo jema. Na zile pesa ulizotuokotea zilikuwa ni akiba yetu. Kusema kweli kama unavyoona tunahangaika kutafuta kazi. Kwa hiyo yale ndio yalikuwa matumizi yetu ambayo tunajikimu ili tuweze kupata kazi. Kusema kweli umefanya vizuri na ninakuomba unisamee kwa ajili ya mwenzangu. Kusema kweli tumekukosea. Tusamee sana. Yaani umefanya jambo la maana mno. Tusamee kweli. Yule ni mwenzangu. Na kusema kweli yani hata hivyo tumekutana na wewe ukiwa ni mtu mwenye busara. Naomba unisamee na umsamee mwenzangu kwa ajili yangu. Ndio. Kijana kama unavyoona mpenzi msamaji, kusema kweli alikuwa ni mpole. Akamwambia tusamee kabisa. Amefanya vibaya. Akasema sawa, kaa hapo. Mimi ngoja niingie huko ofisini. Huku kijana anamwambia kusema kweli umejieleza vizuri. Pisi umejieleza vizuri. CV yako iko vizuri kabisa. Yaani unaonekana uko sharp shooters. Yaani uko vizuri kabisa kwenye kitengo hiki. Kusema kweli yani maelezo yako yamenivutia sana. Kwa hiyo basi mimi nimekusikia. Ngoja tupitie hapa. Bosi aje na yeye ni mkabizi. Tukishamaliza kufanya process zetu tutawaisa sasa ili tuone kama mmekubalika. Kwa hiyo bosi atakuja apitie, angalie CV zenu ili kufuatana na jinsi ulivyoeleza. Kusema kweli uko vizuri. Uko vizuri. Kusema kweli mimi nimependa. Yaani wewe ni professional kusema kweli. Binti alisifiwa sana. Akaambiwa kwamba yeye ni professional. Na istoshe alishawahi kufanya kazi za marketing. Kwa kijana huyu hapa manager alimkubali sana jinsi alivyojieleza. Hata ukiangalia mpenzi mtazamaji, hata wewe mwenyewe utajua kati ya huyu na yule ni nani ambaye yuko vizuri kwenye hii kazi ya marketing. Kwa hiyo huyu ana uzoefu, alishawahi kufanya kazi kwenye kampuni 2. Kwa hiyo yuko vizuri sana kwenye upande wa marketing. Akamwambia basi nenda. Boss akija atapitia tutawaita. Basi muda huo boss alikuwa anaingia ndani. Tajiri mwenyewe alipomwangalia binti alisema akasema yule kijana niliyokuwa nakwambia ndo huyu hapa. Nakwambia toka huko. Bado anaendelea kutufuata. Hata usinisogelee. Nakwambia usinisogelee. Yaani huyu bado anatufuata tu, yani kutoka huko toka asubuhi. Angalia sasa mpaka ananifuata huku kwenye chumba cha interview. Huyu amekuja kufanya nini hapa? Kusema kweli huyu binti amekuja kuomba kazi. Alikuwa hapa nikiwa anamfanyia interview. Boss aliuliza. Binti baada ya kusikia kwamba huyu ndo boss wa kampuni, mbona alijikunyata? Akasema hapa nilikuwa namfanyia interview. Akasema vipi umemuonaje? Yani kwenye CV zake na dini na maelezo yake. Akasema kusema kweli yuko vizuri. Yani yuko proper kabisa. Akasema yuko vizuri lakini hana nidhamu huyo. Hana nidhamu kabisa. Yaani nikikuelekeza jinsi alivyokuwa anafanya huyu toka asubuhi, huyu alichonifanyia huyu, hana nidhamu hata kidogo. Nilikuwa naomba huyu binti mtoe nje. Mtoe nje huyu. Jamani, naomba mnisamee jamani. Mnisamee. Nimesemaje? Mtoe nje huyu, sitaki kumwona hapa. Wewe toka nje. Niombe msamaha jamani. Sikuja kama ni bosi. Wewe toka nje.
tajiri ashasema toka, toka nje, hatutaki kuongea mara mbili. Toka, mtoe nje. Wewe ushaambiwa utoke nje. Boss kashasema. Boss hanuniwi bwana. Ukimnuni umempoteza kazi. Kusema kweli boss hakufurahishwa naye. Basi hakuna la kufanya, binti akawa ametoka nje. Akamwambia sasa manager, kama nilivyokuelekeza kwamba utafute wafanyakazi ambao wana CV nzuri. Lakini CV hii siku zote kwenye kazi haitoshi. Huyu binti nimekutana naye asubuhi. Kusema kweli maneno aliyoyaongea ni maneno magumu. Vipi kuhusu yule ambaye yuko nje? Ni kitu gani ambacho hakijaenda sawa? Akasema mimi nimejaribu kuangalia dokumenti zake. Kuna baadhi ya vitu hajajaza pale. Kwa hiyo nimemwambia aenda akajazilizie, alete ili tuweze kuona kama atapita. Akasema afadhali yule wa kule nje. Ameongea lakini hajaongea sana kama huyu. Huyu amenizalilisha toka asubuhi nimekutana naye kule. Yaani anaongea hakomi kabisa. Kwa hiyo unaweza ukawa na CV nzuri, ukawa huna nidhamu, napo ukashindwa kupata kazi vile vile. Lakini kusema kweli nilivyomuona yule, afadhali sio kama huyu. Alipofika nje, akasema yule mwanaume yule kijana yule. Nakwambia nilichokiona leo, tinka kionaga. Kumbe yule mbaye niliyekuwa na mvuruga huku na mgeuza huku na leta huku, kumbe ndiye bosi. Ndiye tajiri, ndio mmiliki wa kampuni. Yule ambaye aliyetuokotea hela asubuhi ndo bosi. Wewe nakwambia ndo huyo. Nakwambia yani hapo, yani kule ndani, baada ya kugundua vile, nimekuwa kama vile nimemwagiwa na maji. Tena maji ya moto, ingekuwa ya baridi afadhali, ya moto. Yani hapa nilipo yani nasikia kichwa kimevurugika. Wewe mbona usemi vizuri? Yule au ni mwingine? Akasema hapa nilipo hapa sielewi. Wewe sema vizuri basi, mbona ueleweki? Ni yule wa asubuhi ambaye tulikuwa tunamnani kule, si ndio huyo? Akasema yani hapa sijui nifanyeje ndugu yangu. I say, yani hapa mbili haikai, moja haikai, kila kitu ni kishingo pande. Nakwambia amepita hapa. Nikamwambia kwa nini unatangulia kupita kabla yangu? Kumbe yeye ndiye mmiliki wa kampuni hii. Sasa ndugu yangu, si ungemuomba msamaha? Nimeomba msamaha lakini amekataa katu. Hajanisikia hata kidogo. Lakini ndugu yangu wewe, nimekwambia uache kunadi. Sasa sikia, nishakosa kazi, usianze kukumbusha yale yaliyopita. Lakini wewe nimekwambia hata ulipotoka ndani hapa usiendelee kuongea. Akasema ongee machache. Anasema sasa ndio hivyo, sasa mambo yashatokea, yashakuwa, sasa mimi nitafanyaje? Lakini ndugu yangu, nimekwambia ongee machache, lakini mwisho wake sasa ona. Sasa unaniambia mimi au hata wewe mwenyewe? Si nilikuwa nakuongelea wewe. Kwa nini nilikuwa najitetea mimi peke yangu? Hata wewe mwenyewe nilikuwa nakutetea vile vile. Akasema lakini kule sio kutetea, kule wewe ulikuwa unatukana. Hivi wewe jiulize, toka asubuhi kule tumekutana naye, ametuokotea hela. Sasa wewe unaendelea kuwa hivyo vipi? Huku ndani wanaendelea kujadili. Akamwambia vipi yule imekwaje? Akasema tumeangalia dokumenti zake. Akasema ataenda anania rekebisha arudishe. Akasema lakini ulivyomwangalia akishamaliza kujaza kurekebisha hiyo yuko vizuri ulivyomwangalia. Akasema akasema sasa sisi tunatakiwa tuende na yule afadhali ndio yuko vizuri. Umeona? Unajua hata kama umesoma, kama huna nidhamu, elimu yako inakufa bure. Akasema kwa hiyo tuende na huyu tuachane naye. Akasema kweli nimemwangalia kaona yuko vizuri na yeye mwenyewe. Tukimfundisha kazi na nini akishazoea atakuwa na level ya juu. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe hayuko vibaya. Akasema ngoja tumwangalie huyu kama bado yupo, tumwambie akarekebishe ili tuweze kwenda naye, maana huyu ni mzuri.
Basi ndipo walipotoka nje ili waweze kumwangalia kama bado yupo, wamwambie achapulishe. Walipotoka nje walikuta wote wapo. Meneja alishangaa sana, akamwambia, wewe si ndio umeambiwa utoke nje? Mbona bado uko hapa? Jamani, naomba mnisamehe. Mnisamehe jamani, nimeshajifunza. Naombeni mnisamehe nipate kazi. Huyu bado anaomba msamaha. Walikuwa hawana muda naye. Wakasema vile vinavyohitajika kule unaweza ukachapulisha kuvileta? Akasema ndio. Akasema sasa meneja, naomba huyu ndio umsikilize. Huyu kidogo ana nidhamu, sio kama huyu. Unajua unaweza ukawa na kila kitu, lakini nidhamu tu ikakukosesha kupata mazuri. Elimu tu haitoshi kupata kazi. Sawa? Kwa hiyo yule ndio nimeona na nidhamu. Unajua tena kazi zetu ni za watu. Tunatakiwa tuongee vizuri na wateja. Umeona? Akasema bosi wangu, kusema kweli mimi nilikuwa nimeegemea huku sana, kwa sababu amejieleza vizuri sana. Yaani ni professional, yuko vizuri. Lakini kwa sababu wewe umemtaka yule, basi tu. Akasema wewe unafikiri wewe ulivyokuwa unaongea naye pale haujaona kama na matatizo? Akasema hapana. Mimi nimeongea naye tu, nilikuwa namhoji pale. Akasema eti kuna mtu sijui amekutana naye sijui ni na nini. Akasema mnisamehe, nilikuwa sijui kama ni bosi huyu hapa, nilikuwa sijui kama yeye ndo mmiliki wa hii kampuni. Akasema kwa hiyo angekuwa ni mtu wa kawaida tu ndo ungetakiwa kumfanyia hayo. Unatakiwa uonyeshe nidhamu kwa kila mtu. Sio ubague kwamba huyu ni bosi, huyu ni tajiri. Unajua, sikiza nikwambie wewe binti. Wewe bado ni binti mdogo na una mambo mengi ya kufanya. Bado una safari ndefu katika maisha. Unatakiwa ujifunze kumheshimu kila mtu. Elimu tu haitoshi kukufikisha wewe ambapo unahitaji kufika. Nidhamu inaweza kukusaidia kuliko hata elimu yenyewe. Kwa sababu kesho na kesho kutwa unaweza ukaanguka hapo ukaja kuokotwa na mtu ambaye humjui. Angalia, yale uliyofanya asubuhi yametukutanisha jioni. Umeona? Kwa hiyo mimi nakuelekeza kwamba unatakiwa uwe na nidhamu. Alafu kitu kingine, usije ukakihukumu kitabu kabla hujakisoma ndani. Usimhukumu mtu kwa kumtizama. Kesho na kesho kutwa atakayekuja kukusaidia humjui. Jamani bosi wangu, naomba unisamehe. Samahani sana. Kusema ukweli, kama unavyosikia bosi alivyokuambia, sisi hatuna mambo mengine ya kukusaidia. Bosi ameshamchagua yule pale. Ila kikubwa wewe fuatiza tu maneno aliyokuambia bosi. Uende utapata kazi sehemu nyingine. Unaweza kesho na kesho kutwa ukakosana na mteja ukakuta umeshaharibu kampuni yote. Kwa hiyo kazi hizi zinaendana na nidhamu. Akasema kusema ukweli, asanteni kwa ushauri wenu. Nimesikia ushauri wenu ni mzuri, na mimi kusema ukweli nimewakosea. Nimekosa mno. Akasema sawa. Basi kama umejifunza ni jambo jema. Uwe ana safari njema na uende salama. Akasema sisi tudili na yule pale ndio yuko vizuri. Kwa hiyo nenda ukakamilishe halisi, nenda ukakamilishe vitu vinavyohitajika, uje uweze kupata kazi. Karibu sana, tuko hapa. Haya. Basi moja kwa moja binti akawa amekosa kazi kwa design kama hiyo. Meneja alimpa mkono wa Alice, akamwambia endelea kwa hivyo na usije ukasahau kufanya hivyo Haya. Alice alishukuru sana. Moja kwa moja Alice akawa amepata kazi kwa design kama hiyo. Na Pisi kazi alikosa kwa design kama hiyo. Mpenzi mtazamaji, usema ukweli, hii picha imekufundisha nini? Weka comment yako hapo kwenye comment section. Uniambie ni kitu gani ambacho umejifunza kwenye hii picha yetu nzuri kabisa. Usema ukweli, picha ina mambo mengi ya kujifunza katika haya maisha ya utafutaji. Ni support kwa kusubscribe na kushare kwa watu wengine ili nao waweze kujifunza kufuatana na movie story yetu nzuri hii hapa. Mimi niliyokuwekea maneno ya Kiswahili katika picha hii naitwa The King Voice. Wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Chao. Tukutane katika video nyingine, Mungu akipenda. Alamsik.